Ukichunguza mpira wa Adidas Trionda kwa mtazamo wa kiutaalamu zaidi, utaona kuwa mapinduzi yake makubwa hayapo tu kwenye umbo la nje, bali pia kwenye teknolojia iliyofichwa ndani yake. This is the inside of the ball. You can see that we have a chip placed on the sidewall, and that chip is basically a tracking sensor. Ujambo na karibu katika simulizi hii ya Adidas Trionda 2026 na mimi wako Mhandisi Kahiga Mwangi. The official ball of the 2026 World Cup. It's not just leather and air. There's a computer inside it, a 500 Hz motion sensor chip. Katikati ya mpira wa Adidas Trionda kuna microchip yenye sensa za hali ya juu. Kifaa hiki ni kidogo sana kiasi kwamba hakiathiri uzito wala mzunguko wa mpira. Microchip hiyo inaweza kutuma taarifa ainati kwa sekunde kuhusu kasi ya mpira, mwelekeo wake, nguvu ya shuti, kiwango cha mzunguko, sehemu halisi inapoguswa na mchezaji. Kwa lugha ya kisayansi, Inertial Measurement Unit IMU, unaotumia accelerometers, gyroscopes kufuatilia mwenendo wa mpira katika vipimo vitatu, yani 3D space. Teknolojia hii inaweza kurekodi taarifa kwa kasi ya takriban mara 500 kwa sekunde. Mfumo huo unaweza kubaini nani aligusa wa mwisho, muda halisi wa mguso, nguvu iliyotumika, mwelekeo wa mpira baada ya mguso. Kwa ozi za adinasi, baadhi ya matukio haya hayaonekani, ila sensa inakuwa kiungo bayana chenye usahihi mkubwa. Moja ya matumizi makubwa ya sensa hizi kwenye mpira ni kusaidia mfumo wa Video Assistant Referee, yani VAR, kwa ustadi mkubwa wa maamuzi tata kama kuotea, penalty, kugusa mpira kwa mkono, kugusa mpira mara ya mwisho kabla ya kutoka nje. Adidas Trionda ina imla pepa ya kudadisi. Microchip hutuma taarifa kwa kompyuta za VAR badala ya kutegemea kamera pekee. Hupata ushahidi wa kidijitali unaoonyesha sekunde halisi ambayo mpira uliguswa. Hii kupunguza makosa ya kibinadamu ya kuongeza usahihi wa maamuzi. Kwa mfumo huu, sensa ya mpira hufanya kazi pamoja na kamera nyingi zinazozunguka uga. Mchakato wote unaweza kukamilika ndani ya sekunde chache. Sayansi ya mguso, yani touch analysis. Trionda inaweza kusaidia kuchambua aina mbalimbali za mguso: pasi fupi, pasi ndefu, krosi, mipira mifu, mipira ya vichwa na kadhalika. Wachambuzi wa timu wanaweza kuona mchezaji gani amepiga mpira kwa ubora, nani amepiga pasi zenye usahihi mkubwa, nani ana nguvu kubwa ya shuti. Hii ni hatua ya kuingiza akili unde na data kubwa katika kandanda. Aerodynamics za kasi kubwa. Mpira unapopigwa kwa zaidi ya kilomita 120 kwa sasa, hewa pia inayotumika kuongeza pumzi kwenye mpira ni kuchaji kwa umeme. Uso wa Trionda umeundwa ili kupunguza turbulence, kuongeza udhabiti wa safari, kupunguza kuyumba kusikotabirika. Kwa hiyo hata mashuti ya kasi kubwa kubaki na mwelekeo unaoweza kutabirika zaidi. Mfumo wa kuhifadhi pressure
Ndani ya mpira kuna tabaka maalum zinazosaidia kuhifadhi hewa kwa muda mrefu. Faida zake zikiwa uzito hubaki ule ule, mzunguko hubaki thabiti, kuruka kwa mpira kunakuwa sawa mechi nzima. Crayola si mpira wa kawaida tena, ni mchanganyiko wa fizikia ya aerodynamics, sayansi ya vifaa yani material science, microelectronics, akili unde, utathmini wa data, mawasiliano ya kidijitali. Kwa kifupi, Crayola ni mpira wa kwanza wa kizazi kipya ambapo kila shuti, kila pasi, kila mguso na kila mzunguko unaweza kupimwa, kurekodiwa na kuchambuliwa kwa usahihi wa kisayansi. Hivyo, mpira huu ni kifaa cha teknolojia ya juu kinachobeba maabara ndogo ya kidijitali ndani yake. Hadi tamati nafikia hapo kwa leo. Hadi wiki ijayo kwa saa kama huu. Nimekuwa wako Mhandisi Higa Mwangi.